Sasa mpenzi mtazamaji wangu wa video vya Mjenzi wa Nyumba TZ, hapa unavyotuona ni safari ya kuelekea hapa. Yaani hapa ndo tumeanza mbao ya mtambaa panya, Kiswahili tunaitwa mtambaa panya. Sasa hii mbao ndio itakao kuja kubeba kenchi juu yake. Nadhani utaona mwenyewe jinsi tutakapokuwa tunaendelea hatua zote. Maana hapa tupo kwenye kazi ya kupaua. Ndio hatua ya kwanza kabisa ya kazi ya paa. Ndio hatua ya kwanza hii, kama vile unavyoweza kuona wewe mwenyewe. Na baada ya hapo, baada ya hili kupita, hatua iliyofuata ni kuendelea kupiga kenchi. Kama mnavyoziona hizo kenchi, tumepiga kenchi. Hapo bado hatujapiga papi. Tunaendelea na kazi ya kupigilia kenchi. Kama mnavyoona fundi hapo anakatakata mbao kwa ajili ya kupata vipande vifupi fupi ili tuweze kukamilisha kenchi yetu, ili tuweze kuipaua hii nyumba. Na itakuwa na muonekano mzuri tu. Endelea kuwa na mimi uendelee kuona zaidi na zaidi. Na then baada ya kuwa tumepiga hizo kenchi, tukafunga na kwa waya. Unaona kwanza hapo, angalia pande zote. Hapo kazi yote ya kenchi tumesha ifunga. Yote kama mnavyoweza kuona kazi ya kenchi imekamilika. Hatua inayofuata baada ya hizo kupiga kenchi, inayofuata sasa katika hapa. Hapo simuiona? Unaziona hizo? Humo zilizopita humo kamba. Humo inatakiwa zipigwe papi. Ulipoona hiyo kamba imepita, ndio tunapoanzia kupiga papi. Kwa hiyo nitakuonyesha hatua ya kupiga papi kama vile unavyoweza kuona. Hapo nadhani umeshaanza kuona. Hapo tulianza kuziunda papi, kuziunganisha, kwa sababu hiyo nyumba inahitaji papi 3. Papi 3. Mbao za papi ni zile ambazo huwa tunatumia, kwa Kiingereza tumezoea kuita 2x3. Lakini kwa Kiswahili tunaita 2x2. Licha ya kuwa bado maeneo mengi ya sasa kwa jiji la Dar es Salaam ambao wanazotumia ni za 2x2 au tunaweza kuita 2x2. Mbao za kenchi tunatumia 2x4 mpaka 2x6. 2x4 na 2x6. Zaidi kutokana na gharama kwa kubwa, mara nyingi huwa tunatumia za 2x4. Lakini mbao za papi inatakiwa zitumike mbao za 2x3 au unaweza kusema mbao za inchi 2 kwa inchi 3. Mbao za 2 kwa 3. Lakini kwa Dar es Salaam hili kidogo baadhi ya maeneo unakuta ni wageni kiwaambia hiyo mbao wameshaizoea 2x2. Ndio mazoea walionayo. Hapo hizo ni papi kama mnavyoweza kuona tumeshapiga. Angalia hizo chini, hizo nene ni mbao za kenchi. Alafu hizi zilizo pita juu yake ya hizo mbao nene ni papi. Sasa hapa kabla tujaanza kuendelea, hapa tupo wilaya ya Mkuranga, kijiji cha Tambani, mkoa wa Pwani. Ni nyumba najua hamjajua mpaka sasa ni nyumba ipi. Mtakapoendelea kuiona nitawaonyesha, mtaikumbuka vizuri kwamba nyumba hii ambayo tunaifanyia kazi ni ipi. Kati ya hizo ni nyumba ipi. Basi moja kwa moja uweze kutambua unanifuatilia siku zote. Hii nyumba yenyewe ambayo tunaipigilia ndio hii hapa. Ndio hii hapa. Kama mnavyoweza kuiona. Najua wale wanaonifuatilia sio wageni machoni mwao kwa hii nyumba. Nimetoka nikionyesha tukianza hatua ya kwanza kabisa ya setting ya msingi, nikaonyesha tukiwa tunachimba, tukiwa tunajenga na hatua zote mpaka tulipofika hapa. Hii unaiona ni mbao ya fisher board. Hii ni mbao ya fisher board. Hapo sasa ndio kazi ya mbao yote imekamilika. Hii ilikuwa ni hatua ya mwisho ya kazi ya kupigilia mbao. Kwa hapa hatua itakayofuata sasa nitakuonyesha kwenye video inayokuja. Baada ya kuwa tumesha kamilisha kazi yote ya mbao, kuna tofali inatakiwa tuzijenge kuzunguka pembeni ili kuhakikisha hiyo nyumba haiwezi kuonekana paa lake, kwa maana kwamba upande wa mbele ya nyumba hautaweza kuonekana, upande wa kushoto na upande wa kulia paa halitaweza kuonekana. Hivyo basi video inayofuata sasa ndio nimeonyesha hatua zote tukiwa tunaendelea na ujenzi. Endelea kubaki na mimi ili uweze kuona zaidi. Asante.